Kwa mimi huwa nanunua bei rafiki. Nikitaka kununua naangalia bei ya soko ambayo ipo kwa muda huo na ndio bei nanunua. Lakini kwa mwaka huu au hata mwaka jana, mara nyingi mimi huwa napenda kujaza mzigo haraka haraka. Kwa kama bei ya soko ambayo nitaikuta labda kwa kipindi kile cha kuvuna gunia labda 40,000 au 50,000, mimi huwa naongeza bei kidogo ili nitumie siku chache ninunue nimalize. Kwa naulizia bei ya soko ambayo ipo. Sasa mara nyingi tunakuaga labda karanga kuna miaka inaanza 30,000 au 40,000. Kwa mimi pale naongeza hela pale labda 2,000, 3,000 na natafuta vijana kwamba mimi ukiniletea nampa hela kwamba ukiniletea magunia kila gunia nakupa 1,000. Kwa mimi nikimpa hela milioni 4 ananiletea magunia 100. Katika magunia 100 kila gunia mimi nampa 1,000 kama commission, yani nje ya hela ya kununua. Kwa utakuta mimi nikifika pale nikianza kununua, hata kama kuna fanya biashara wengine huwa kwanza wanasubiri, kwa sababu kwanza naongeza bei kidogo ili mimi nijaze mzigo, kwa sababu mimi nahifadhi. Alafu vile vile ile commission ambayo naitoa haina shida kabisa, kwamba yeye pale nitampa ile commission yake ataenda. Kwa hiyo bei sasa hiyo bei ya karanga, alizeti na mahindi inategemeana kila mwaka. Kuna miaka inaanza 40,000, kuna miaka inaanza 30,000, kuna miaka inaanza 50,000. Kwa hiyo hizo bei huwa zinakuwa inaangalia soko, lakini kitu kikubwa ambacho huwa nakizingatia, huwa nahakikisha kwamba mimi nikitaka kununua kwanza natoa bei ambayo hata mtu inampa. Kwa kweli tunanufaika sana, yani sana, kutokana na uhifadhi wa chakula hapa. Hatuendi mbali, tulikuwa tunaenda Kibaigwa kuuza mazao, lakini sasa hivi tunauzia hapa, bei nzuri. Kwa kweli tunanufaika sana. Tumeanza kunufaika kwenye huu wakati wa Elias, kwa sababu watu wengine walikuwa wanaweka ila walikuwa wanunui bei nzuri, walikuwa watunyonya sana wakulima. Kwa hiyo kwenye wakati wa Elias mazao wananunua bei nzuri. Ni kwamba huwa inakuwa mazao ya mwanzo tunauzaga kwa bei ndogo sana kwa awamu. Mwaka jana na mwaka huu mazao yale yamekuwa yanauzwa kwa bei ya juu. Haitoshi hiyo tu, amewapa vijana pesa kwa ajili ya kwenda kukusanya mazao. Wakija hapa wanauza bei ambayo anaitamani kumridhisha muuzaji na yeye aweke kuyahifadhi. Hilo linaonyesha kwamba tumenufaika kupitia yeye. Mimi najishughulisha na biashara ndogo ndogo za kusafirisha mazao. Nanunua mazao mbalimbali. Nanunua mazao kama karanga, mahindi, alizeti na mengineyo. Mahindi huwa tunasafirisha, tunapeleka Dar es Salaam. Muda fulani tunapeleka Kibaigwa. Muda fulani ikafika mahala tumepata godown hapa, tumepata mnunuzi ambaye ananunua mazao tofauti tofauti kwenye godown hili. Kwa hiyo imefika mahala muda fulani tuna kulingana na bei za Dar es Salaam na hapa tunaamua kuuzia kwenye gala hapa karibu, kwa sababu kulingana na faida unayoangalia unapataje ya kule na faida hii ya hapa. Kwa hiyo tukaona tunanufaika vizuri namna ninavyokusanya mzigo wangu na kuleta hapa karibu, tofauti na kupeleka kule mbali. Gharama zinakuwa nyingi, hapa zinakuwa gharama chache. Kwa hiyo tunanufaika vizuri sana kwa mazao mbalimbali ambaye tayari yameanza kununuliwa kwenye gala hili la kwetu hapa Matongoro. Unaiona kwa wakati mzuri na unaondoka muda huo. Tena isitoshe kuna muda fulani unaweza ukawa una mtaji mdogo, kwa sababu tayari kesha kujua anakuongezea una gunia 20, akakuongezea zikafika 50, ukaenda unakusanya unaleta. Kwa hiyo kuna fursa ambayo tayari tumeshaipata nzuri na tunategemea atatunyanyua vizuri kulingana na muonekano ambao tayari tumeshauona. Tunanufaika. Manake inatusaidia. Wakati mwingine watoto tunao wanasoma, wakati mwingine unakuwa huna ada, ukikopa unaenda kulipa ada. Kulima tuna bustani za mboga mboga. Tunakopa, tunalima mboga mboga. Tukishapata tunarejesha kwa wakati. Hautuumizi, kwa sababu tungekuwa tunaumia kwanza naona tungeshaacha. Lakini ni unatusaidia sana. Kwa hiyo tunamshukuru kwa kweli, tunaomba tu mradi wake huo uendelee ili uendelee kusaidia watu. Kwa kweli mimi na mikopo hii ya Elias Mdao Limited
mikopo yake, mimi mkopo ulionufaisha kwa mimi hapa, ulionufaisha kwa mimi hapa kwenye kilimo changu cha bustani. Kwanza nilikopa pesa kama 600,000 nikanunua mashine pamoja na mpira. Kwa hiyo nalima na kwa wakati, hata kiangazi, wakati jua kali, mimi nalima mazao navuna. Mpaka hata sasa hivi unaona hapa kuna mahindi. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.